ili kwanza kufundisha neno, baadaye akufungue na baadaye akupe nafasi na fursa wewe ukae msaada kwenye familia yako. Tulifika pointi jana tukaishia kwenye andiko la Ufunuo wa Yohana. Kwa wale watu mliokuwepo jioni, nilikuwa najaribu kuelezea mifumo imetokea wapi, chanzo cha mifumo ambayo imewakandamiza watu sana na ikawaonea sana, na hata watu wasiweze kuyaishi maisha yao, kwa sababu tumeona ni mapenzi ya Mungu watu wafurahie baraka za Mungu. Lakini kwa nini familia zetu tulizo nazo hatuna baraka za Mungu? Familia nyingi tulizo nazo hakuna mtu ambaye ni msaada kwa mwenzake. Watu wote tuko hoi, hata madada wanaozaliwa mle ndani na wakaka wanaozaliwa mle ndani bado hatuoni matunda. Watoto wanaweza kuanza shule vizuri, akiwa mdogo anakwenda na kasi ya masomo, ana kasi ya kusoma, anafaulu vizuri. Kwa kadri anavyoelekea utu uzima, performance yake darasani inashuka. Mtoto wako zamani alikuwa mzuri sana shule, alikuwa na master masomo vizuri, alikuwa na elimu nzuri, lakini kwa kadri anavyoelekea mbele, kwa kadri anavyoelekea vidato, madarasa ya juu, ndio anazidi kuwa butu shuleni, mafanikio hovyo, mpaka anafika form 4 anaondoka na division 4 karibia na 0, wakati tangu anaanza la kwanza alikuwa ni moto wa kuotea mbali. Unaweza ukawaza inakuwaje kwenye familia hii? Kwa nini wengine wako tofauti? Lakini pia na wengine tuko nao kwenye familia tulizo nazo, tumezuiwa mfumo wa baraka kiasi ambacho kwa kadiri umri unavyokuwa ndio masikini unagonga hodi. Kwa kadiri miaka inapoelekea mbele ndio ile miaka yako uliyowahi kuwa na pesa inapotea. Tunabakia kuwa na story tu. Unasikia mtu anakuambia kwenye miaka 2000 nilizichezea sana, miaka 99, miaka 2003 zilinitembelea sana pesa, inabakia kuwa story. Lakini kwa kadiri uzee unavyogonga hodi ndio hali ngumu ya kimaisha inatokea. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 ule mstari wa 7. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Jana tuliishia kwenye andiko hili. Hebu nianzie hapa alafu nikupeleke pale ambapo tunatakiwa kufika siku ya leo. Kumbuka fundisho langu ni mfumo wa baraka za familia katika msimu mpya. Tuna kazi ya kuchimbua baraka za familia, tuna kazi ya kufanya familia yako ibarikiwe katika msimu tulionao, lakini kwanza kuna mambo ya kuyashughulikia. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema wazi, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule nyoka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mstari wa 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa kwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu, kwa maana na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu mchana na usiku. Mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Hebu sema, nanyi mkaao humo. Weka pause pale kwanza nikwambie ya kupasaje. Biblia hii inajaribu kutufungulia siri, lakini kuna mmoja wenu hata kufa mpaka nitakaporudi. Yesu alimlizevu Yohana. Yohana huyu ndio aliyeandika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana aliteswa akakimbia kwenye kisiwa cha Patmo kupitia bahari ndogo inaitwa Ignasi. Amekaa kwenye kisiwa cha Patmo, Bwana Yesu akamtokea akamwambia, tazama, nalikuwa nimekufa na sasa niko hai, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu, na kutuma upeleke maneno haya katika kanisa
saba. Yale makanisa saba aliyotuma Yohana kupeleka. Makanisa saba maana yake makanisa yako Efeso, Uturuki pale. Makanisa saba yana symbolize makanisa yote duniani. Si kuna kanisa la Pergamo, si kuna Thiatira. Makanisa yale saba yote ni makanisa yana symbolize makanisa yote duniani. Kila kanisa duniani lina tabia mfano wa kanisa mojawapo kwenye yale saba. Kwa hiyo ametumwa kupeleka ujumbe huu. Kwa hiyo ujumbe huu ni wetu watu wa makanisani. Haleluya. Yohana alifunuliwa siri. Macho yake ya nyama yalikuwa yameshazeeka, hayaoni. Macho ya rohoni yakafunuka. Yalivyofunuka macho ya rohoni, akaanza kuyaona haya yote. Ndio hicho kinaitwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hebu kwanza kipigie makofi kitabu hiki. Shangilie Bwana kwa ajili ya kitabu. Ni kitabu ambacho huwezi kuwasikia wengi wakifundisha. Wengi wafundishii watu kwa kitabu hiki. Kwa nini? Kwa sababu kina asili ya kuchanganya. Kitabu hiki kinaongea mambo makubwa ya aina tatu. Kinaongea mambo yaliyopita, kinaongea mambo yaliyopo, alafu kinaongea mambo yajayo. Kinaweza kikaongea mambo yajayo kwa kufananishia na mambo yaliyopita, ndio maana kieleweke hata ukikisoma kinakuchanganya na kimbilia kwenye Mathayo. Kwa hiyo Yohana akafunuliwa siri, akaona kwenye ulimwengu wa roho. Kwanza kulikuwa na vita mbinguni, alafu Mikaeli na malaika zake wanapigana na yule joka na malaika zake. Biblia inaposema hivi, kulikuwa na vita mbinguni. Mbingu inayotajwa hapa, hebu angalia mstari wa 7 tafadhali, chungulia mstari wa 7. Biblia inasemaje? Biblia inasema wazi, hebu soma hapo mstari wa 7. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7. Ufunuo Biblia mama yangu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7. 12 ni hii hapa, mstari wa 7 uko huku. Kwa Biblia ni kadogo haka, atakuwa chini hapa, weka alama hapa. 7 hiyo. Nataka tusome pamoja huo mstari pale naposema 2, 3. Weka pause pale kwanza. Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Natambua kuna nyingine Biblia zenu zina maandishi madogo. Anasema kulikuwa na vita mbinguni, alafu Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye ana malaika zake. Biblia hapa kimsingi inachojaribu kutufunulia ni kwamba mbinguni kulikuwa na vita. Sasa mbingu inayotajwa hapa sio mbingu yenye kiti cha enzi, kwa sababu kibibilia kuna mbingu za aina tatu. Haleluya. Kibibilia kuna mbingu za aina tatu. Kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya tatu. Ile mbingu ya tatu ndio mbingu yenye kiti cha enzi. Tunaposema hivi, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, ni kwenye mbingu ya tatu. Na unajuaje kuna mbingu tatu? Wakorintho wa pili sura ya 12 na mstari wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 12 na mstari wa pili. 2 Corinthians chapter 12 and verse 2. Wakorintho wa pili sura ya 12 na ule mstari wa pili. Biblia takatifu inasema, Wakorintho wa pili, mama yangu, Wakorintho wa pili ile sura ya 12 na ule mstari wa pili. Ndio Wakorintho sasa 12 mstari wa pili. Maandiko yanasema hivi, unachungulia hapo Biblia inasema kwamba, ni usome mstari huu. Biblia inasema, namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, ya kwamba alikuwa katika mwili sijui, ya kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Nami namjua mtu huyo, ya kwamba alikuwa katika mwili sijui au alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Unaona, ndiko linasema kwamba alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Kwa hiyo kama kuna mbingu ya tatu, automatically kuna mbingu ya kwanza na ya pili iko pale. Haleluya. Hii mbingu ya kwanza na ya pili, kwa wale waombaji mlio hapa mtanielewa, huwa mnapomaliza kuomba mna kazi ya kuwafunga wakuu wa anga. Mnasema tumfunge mkuu wa anga. Kwa nini? Ndio wanacheza kwenye mbingu ya kwanza na ya pili. Mbingu ya kwanza na ya pili ndio mbingu yenye interaction ya malaika, ndio mbingu yenye vita. Unapokuwa unaomba unasema hivi, Baba, katika jina la Yesu na wavunja wakuu wa anga. Kimsingi vita ipiganiwi chini, vita inapiganiwa hapo juu kwenye mbingu ya kwanza na ya pili.
Na ndio hizi mbingu ambazo Elia alizifunga. Elia alikuwa mwanadamu kama wewe, alifunga mbingu mvua isinyeshe. Unafikiri ni mbingu gani alifunga? Aliyokaa Mwenyezi Mungu? No, hawezi akaifunga. Ile ni mbingu takatifu, huwezi ukagusa pale. Haleluya! Alifunga ya kwanza na ya pili, ndio yenye mawingu, ndio yenye mvua, ndio atmosfera iko pale. Bwana asifiwe. Ndio maana wale wasoma Biblia, kama mwe kusoma andiko, Yakobo alilala mahala, akaona kuna ngazi imegusa ncha ya dunia, imegusa na mbinguni, alafu malaika wanazurura, wanapanda na kushuka. Hapo ni kwenye mbingu ya kwanza na ya pili. Lakini pia kwa wale wasomaji Biblia wazuri, kitabu cha Danieli, unaona mkuu wa anga la Uajemi alikuwa kwenye mbingu ya kwanza na ya pili, anamzuia malaika usipeleke majibu kwa Danieli. Haleluya! Kwa hiyo wanaposema kulikuwa na vita mbinguni, haimaanishi mbingu takatifu, no. Vita napigana kwenye mbingu ya kwanza na ya pili, hapo ndio kuna fujo. Haleluya! Nani umeelewa kidogo mpaka hapo? Pigie Bwana makofi sana. Ana mapepo wake waliofukuzwa mbingu ya tatu. Kwa hiyo zinapigwa hapo. Zilipopigwa pale, Ibilisi akashindwa vita, wakatupwa hapa duniani. Alipotupwa hapa duniani, shetani anajua Mungu anawapenda wanadamu, na hapo ndio chanzo sasa cha Ibilisi kuanza kuwashambulia wanadamu. Anajua Mungu anawapenda wanadamu, ngoja nimkomeshe. Kwa hiyo Ibilisi kuwatesa wanadamu, kwake yeye alikuwa anamkomesha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema moyo wa Mungu haupendi kuwatesa wanadamu. Haleluya! Kwa hiyo Ibilisi akajishikamanisha kwenye tamaduni za kiwanadamu ili wanadamu wamwabudu yeye, awatesa wanadamu na roho za utasa. Akatengeneza makundi ya mapepo mbalimbali na kutolea mifano mingi na kuleta wale mifumo umetokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kundi kubwa la mapepo likakaa kwenye tamaduni za kiwanadamu, likawa linawaongoza wanadamu namna ya kuamini, namna ya kuabudu, kufanya ibada na kutoa sadaka. Na ndio maana unaona wazee wetu wa zamani walikuwa wanatoa sadaka kwa mizimu. Kinachoitwa mizimu sio kwamba kuna lidude ndio ni mzimu, sio. Ni hawa mapepo waliofukuzwa kutoka mbinguni. Walipokuwa mapepo wakajikategorize, wengine wakakaa kwa lengo la kupokea sadaka, wakawa miungu. Mzimu wote unaopokea sadaka una ngazi ya kuwa Mungu, lakini kuna vile vipepo vingine venyewe viko kwenye ngazi ya chini. Ndio vile unavisikia makanisani mtu akiombewa, vile ni vipepo vya kawaida. Lakini wale wenyewe wanaopokea sadaka wanageuka kuwa miungu. Na ndio maana kwa wale waombaji, kama umewahi kukemea pepo, chukua hii itakusaidia. Ukiona unakemea pepo alafu kinapiga kelele, hapo ni kawaida. Yale yenyewe yaliyoshiba sadaka, utaona namkemea mtu kwa jina la Yesu, kwa jina, apigi kelele, yeye anatingisha hivi shingo. Ushakuona hiyo? Amwombeaji, ushaombea mtu apigi kelele, umekomaa mwingi wa watu, yale unanena, yuko hapa tu. Hilo ni lizito. Unapotoa hilo ukae vizuri. Haleluya. Kwa sababu kizubari itakutia loba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo sasa kuna makundi mengi ya mapepo yakajikategorize, yakajitenga kwenye makundi mbalimbali. Kundi moja likawa kwenye asili za wanadamu, zikawapangia wanadamu namna ya kuamini. Ndio hizi zinaitwa roho za familia. Lakini kuna makundi mbalimbali mengine akaamua kuwashambulia wanadamu wasiongezeke kwa chochote. Ndio hizi zinaitwa roho za utasa. Utasa sio tu kwenye kuzaa watoto, no. Hata biashara inaweza ikapigwa na utasa, kwa sababu utasa sio hali, utasa ni roho. Utasa ukikaa kwenye ndoa hakuna kitu kitazaliwa. Utasa ukikaa kwenye biashara hakuna kitu kitazaliwa. Utasa ukikaa kwenye ajira hakuna kitu kitaongezeka. Kwa hiyo wao wanaozua wanadamu wasiongezeke. Ndio hizo zinaitwa roho za utasa, zishindwe kwa jina la Yesu. Lakini kuna kundi lingine lenyewe likawa linafanya kazi ya kufanya meti na wanadamu, kuwaingilia kimwili wanadamu. Umelala zako, anakuja analala na wewe. Ndio maana unaota ndoto kuna mwingine anakuingilia kimwili. Kuna mtu wako hapo umeolewa, lakini unaweza ukalala kitandani ukaota mko watatu. Una wewe, una mumeo, kuna mwingine umuelewe. Lakini pia kuna wengine mnakutana na mambo haya na kufundisha uone shida tulionayo. Kuna wengine unaota ndoto unafunga ndoa, alafu bwana harusi hujawahi kumuona sura hata kidogo. Yaani unaota ndoto unaolewa na unavaa shela, ila hujawahi kumuona bwana harusi kuanzia hapa kuja juu. Hujawahi. Na unaota vingi tu. Kuna wengine umeolewa na mumeo, huyo mumeo unamuota kwenye ndoto unalala naye.
Kuna makorokoro mengi, familia zetu zimevurugwa mno. Ndio maana kila familia kunisikia mimi 2026 au habari kama ulivyo kwa jina la Yesu. Kanisa katika jina la Yesu. Sitabaki kama nilivyo. Kila mifumo ya giza na ichana kwenye familia kwa jina la Yesu. Amen. Piga Bwana makofi kwa ajili yako. Kwa hiyo niache kuongelea hawa wengine. Mimi nikufundisha kwa habari ya mifumo ya kifamilia. Hizi mamlaka ambazo zimeingia kwenye familia za watu, alafu zinaamua familia hiyo iweje. Unaweza ukazaliwa kwenye familia fulani ambayo familia hiyo ina marufuku, ina makatazo. Sasa familia hazifanani. Familia ya mtumishi wa Mungu hapa, wao wanawezekana kwao wako tofauti na mimi. Inawezekana kwao wanaruhusiwa kupata kazi, wanaruhusiwa kufanya maisha mazuri, kujenga nyumba, lakini kwao hawaruhusiwi kufika miaka 60. Yaani marufuku, mfumo wa kwao unawazuia kufika miaka 55. Wanaondoka wote wakiwa na 54. Lakini kwetu sisi fika mpaka 88, lakini marufuku kuwa na hela. Unaona mchezo ulivyo? Yaani marufuku kusoma shule. Sasa huyu kwenye struggling zake za kimaisha, mapambano yake ya kimaisha yatakuwa tofauti na mimi. Mimi nitahangaika sana sipati michuzi, lakini huyu akigusa tukapata mshiko. Ila mimi nakwenda mpaka miaka 90, unafika miaka 98 lakini masikini. Hawa kwao anaondoka duniani na miaka 49, ana kila kitu. Ndio nakuta mtu ni tajiri mtoto lakini kafariki. Nasema jamani, mbona alikuwa na mali nzuri sana, ameshachuma mali ya jamii za chakula. Kwao kuna mfumo, hata mali uwezaga hiyo mfike msina. Na hayo ndio mambo ambayo kanisa la Mungu tunatakiwa tufunguliwe macho na masikio, tuyafanyie kazi. Unapopata mali hapa mpaka unasema unaanza katika jina la Yesu. Yaani mpaka siku unafika, yaani kwenda, unajua kwenda mbinguni. Unajua kwani tunalia kwenye misiba? Naomba ukae. Tunalia kwenye misiba kwa sababu watu wanaondoka bila matarajio. Yaani watu wanaondoka bila taarifa. Kimsingi, mtu anayekufa katika Bwana anatakiwa kufanya sherehe. Lakini tunalazimishana kwenye misiba ya Kikristo, tunapeleka kwaya, tunapeleka drums, unapiga gitaa, praise, mpaka kwa tunapeana zao. Mwinjilisti leo, kesho kwaya kuu. Siku ya msiba vijana, yaani tunapewa zamu misibani. Tunatumwa msibani kwenda kujaribu kuchachua, kufanya msiba uwe wa shangwe, sio kilio. Maandiko yanasema heri wafu wafao katika Bwana. Sasa iweje heri alafu unalia? Tunalia kwa sababu watu wanaondoka pasipo matarajio. Unashangaa mtu amechumbiwa, amevikwa pete, ameshafanyiwa kitchen party, sendi yako tayari, anasafiri kwenda Singida kufunga ndoa na mumeo, anafika Manyoni na kupata ajali, amekufa. Mungu aina gani wa hivyo? Hakuna Mungu wa hivyo. Unawaza wewe ni mtu mzima na akili zako, unaanza ujenzi wa nyumba, umepambana miaka mingi, umeweka kibubu chako, unaanza kujenga nyumba, umenunua zako kiwanja sijui Madale, umeshapeleka tofali 2000, watu wachimbe msingi, nyumba inakwenda inafika kwenye linta, eti unaugua jipu, wanakupeleka hospitali kwa heri. Simple tu, unapoa calculation ya terminology ya kidaktari. Ndugu yana amefariki kwa sababu ya cardiac attack. Mishipa lituna sana, jipu lilikuwa linapumua mno. Narudi nyumbani na terminology ya cardiac attack. Unalizika. Mnaambiwa nini? Cardiac attack. Unalizika na maneno ya kidaktari. Kataa kwa jina la Yesu. Na hayo ndio mambo tuko nayo. Nawaambia hivi kwa sababu unajua Mungu yuko hivi. Mungu hawezi akakuruhusu mfundishe mtu lolote isipokuwa yeye kakufundisha kwanza. Haleluya. Uwezi kumpa mtu kitu ambacho hauna. Ni sawa na mimi nikufundisha kibali wakati mimi mwenyewe sina kibali. Utakipatia wapi? Haleluya. Mwaka 2005 sitasahau. 2005 tarehe 22. Tarehe 19 karibia na Christmas kabisa, Disemba. Tarehe 19 karibia na Christmas. Baba yangu anaondoka asubuhi kwenda kazini. Tunaishi Buza kwa Lulenge by then. Anaondoka kwenda kazini. Baba amefika stendi Buza kwa Lulenge. Anapanda kwenye kihaisi hivi. Zamani vilikuwa vihaisi sio makosta. Wale watu mnafahamu wanafunzi tulikuwa tunakaa kwenye banseni bana. Wengi wamezaliwa leo hawajui. Anapanda kwenye daladala kihaisi. Baba akachangaa mbele haoni kitu, giza. Akadondokea kisogo.
alikuwa ni askari daktari, ana combat, kadondokea kisogo pale pale akafariki. Tunakuja kuamshwa nyumbani, mimi nimefika mpaka pale, wadogo zangu wanalia, dada yangu analia, mama analia, mimi nilikataa kulia. Na mcheki baba anatoa machozi nikana kwamba hajafa bado. Machozi yanatoka ni kama anatamani kuita msaada lakini hawezi. Kuna watu mko hapo uliwahi kukabwa na janamizi, hebu nyosha mkono wako juu kabla hujaokoka. Kuna mwingine hata juzi tu umekabwa. Okay. Ukiwa unakabwa kwenye ulimwengu wa roho, kule unakokabwa wewe unajikuta unaogopa kufa kule. Kwa nini? Kinachokabwa sio cha nje, ni wewe wa ndani. Nisiende kule. Nisifundishe hili. Haleluya. Sasa baba akiwa pale chini, mimi nikafika pale na mcheki baba, ndani ya moyo wangu nakataa kabisa, no. Watu hawafi hivi. Unajua Mungu ni wa ajabu. Mungu ametuwekea anipenda kwenye mioyo yetu. Jambo lolote lisilo la kweli huwa tunajua. Kuna mtu uko unaweza kuhudhuria msiba, ule msiba ukaucheki ndani ya moyo wako ukasema hapana. Mwamtobole hajafa. Hii michezo ya Kiswahili, hii michezo hii. Unajua kabisa ila uwezi ukasema, uko tu kimya. Mwili wa marehemu jamani, mwili wa marehemu. Ila mama unajua hawafanyi hivi. Yaani kila mmoja wewe kwenda kwenye msiba ila hawezi kuongea kwa sababu hauna ushahidi. Utaongea na mkeo chumbani. Kwa hiyo nimefika pale nikashangaa, nikawaza sana. Nikaona mbona mambo yako hivi? Wanalia pale, wanalia. Yani mimi tukaondoka pale kupeleka msiba tarehe 22 kupisha watu wale Krismasi tusiwatishe na maturubai. Tukaenda kijijini kupeleka msiba, lakini nimefika kule mimi nawaza mno, kumbe ni mambo ya kimfumo. Kwenye familia yetu hautakiwi kusaidia watu. Sasa baba alikuwa anasaidia watu sana, akadondoka. Ndio maana tangu adondoke baba, wakina baba mdogo wote wamebakia wote maisha magumu, wanaishi Nyantila. Uwezo ukapaelewa Nyantila. Kwa nini? Kwa sababu aliyetakiwa kuwasaidia hayupo. Ndio mambo yanayotokea kwenye familia. Na kuna watu mko hapa leo hii bado hauna fedha, lakini mwezi wa 7 mwaka huu Mungu atakufungulia mlango mkubwa, utapata fedha. Kwa fedha hiyo utaisaidia familia yako. Kwa hiyo utakupa Mungu anaweza kumwambia dondoki mtu hapa. Mwambie tena dondoki mtu hapa. Mungu anawapili mwambie niko sana. Ili uwepo lazima uyasikie haya. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, aliposema nami roho kaniingia. Naposema na wewe habari ya kwako sana, roho wa Mungu anaweka uhai ndani yako. Kila unalisikia kwa uhai, hautaondoka kwa uchawi wala mifumo ya familia. Haitakuweza katika jina la Yesu. Laana za ukoo hazina nafasi. Nenda na maswaka iliyosaya. Haleluya, watoto wa Mungu. Mifumo hii inakaa ndani ya watu. Sasa inakuwaje? Kwa mfano, hebu naomba mtandio. Semina zangu mimi ni darasa jamani, Naomba mtandio, nimtolee nani mfano hapa? Naomba mkaka Emanueli. Unamwona huyu Emanueli? Huyu sasa inawezekana kwao, kama nilivyokuambia, mifumo ya kwao ni marufuku kabisa kupata connection za kikazi au kuwa na biashara kubwa. Yaani wanaruhusiwa wao kufanya biashara vya mafungu ya mchicha. Nisikilizeni hapa, niongee wazi. Hujaokoka ili uishie kwenye biashara ya mafungu ya mchicha. Narudia, hujaokolewa ili uzunguke na beseni la matembele. Hapana, yale unawaachia wengine. Mungu anaweza kukupa hatua kweli kwa kuanza kuuza matembele, lakini kuuza matembele Mungu anakupeleka tuition ili ujue namna ya kuongea na wateja, namna ya kutunza mtaji mdogo. Hautaki kukaa pale, waza nje ya box hilo kwa jina la Yesu. Achana na hayo matembele. Kwanza ni kati ya mboga ambazo zimetokea kwenye laana ya ardhi. Mwanzo sura ya 3, hujasoma Biblia yako. Adamu alipotea, chanzo cha mboga za majani ni dhambi. Ndio maana huwezi kuona kwenye Biblia, tangu soma Biblia mtumishi wa Mungu, tangu soma Biblia, hakuna mahali hata hii eti Mungu akawalisha wana wa Israeli njiani matembele. Wapi? Hakuna, ni mwendo wa nyama. Ndio maana wengi ni mashahidi hapa, nyumbani ikipikwa nyama hata watoto wanaoga mapema. Ni leo tu kwa sababu mmezoea mabroila haya. Zamani kwa sisi wazee wa zamani, ukiona nyama inapikwa, uchezi mbali. Hujawahi kuona hata kwenye ubwabwa ukiwekwa hapo watu wanakimbilia nini? Nyama. Fanya kwa asili ni chakula cha kimungu kile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kina Emanueli huyu sasa, mifumo ya kwao
hairuhusu watu kubarikiwa kwenye eneo la kazi. Sasa hapo naomba unisikilize unielewe. Mifumo hii ina specific area inayofunga wanafamilia, sio yote. Mifumo inaweza kukuruhusu uzaa watoto, inaweza kukuruhusu olewa, inaweza kukuruhusu ishi miaka 90, lakini marufuku kuwa na pesa. Yaani marufuku kaa kwenye vibiashara hivyo hivyo vya kalanga. Kuna sami huwa na challenge sana akili yangu. Unamkuta mtu kwenye kibeseni ameweka bigiji, kaweka pipi kifua na vikaranga viwili, anazunguka stendi anaviliza. Na zamani walikuwa wanaliza masilesile, kwa sababu hali ngumu amechukua vipande vya tiles. Unawaza kwa pipi kifua huyu anajenga lini nyumba? Kwa pipi kifua atapata kiwanja cha milioni 10 lini? Pipi kifua. Kuna biashara ambazo mifumo inaweza kukuruhusu ufanye. Kama mifumo kwenu haikuruhusu upate fedha, haimaanishi kwamba itakuzuia kabisa kuajiriwa. No. Inaweza ikakuruhusu kwa nafasi, ikakupa nafasi ili udanganyike. Na ndio maana kwa mfano kama huyu sasa kwao hawaruhusiwi kabisa kuwa na maongezeko, kuwa na baraka za fedha. Hivi mifumo imemfunga kwa namna ya kiroho. Huyu hatojua kama kafungwa kwa namna ya kiroho, kwa sababu vifungo sio vya mwilini, vifungo ni vya rohoni. Ila huyu kwenye ulimwengu wa mwili atajiona na bahati mbaya. Kila akipambana kutafuta madili, akiuza nyumba amekuwa dalali, anauza kiwanja, madalali wenzake wanamzunguka, wanampiga cha juu, anadhulumiwa. Atajikuta anadhulumiwa sana. Kila akiomba kazi apewi, anahangaika mno, atoboi mpaka anaanza, jamani mimi na nini? Wenzako wanamwambia mjini hapa changamka, wanakwenda kuoga dawa. Yeye sasa hawezi kufanya ushetani huo, ameokoka, anampenda Yesu. Ndio maana kuna wengi wameokoka, wanampenda Yesu lakini bado hawana hela. Mifumo inajua umeokoka, haina mpango na wewe. Inajua imeshakukosa, utakwenda mbinguni. Kwa hiyo na yenyewe inapambana uondoke duniani hauna kitu. Hapo ndio tunakataa. Hapo ndio viimani. Haleluya. Mbinguni tunakwenda na hapo tutaoa kwa jina la Yesu. Kimbia zile injili za vumilia, twende kwa Bwana, tufe tukiwa masikini, achana nazo. Mimi ukinihubiria hivyo, hata kama katikati ya ibada nainuka najifanya naenda chooni, sirudi. Wala usidanganywe. Unajua zamani kulikuwa kuna injili ambazo zinatutia tu moyo, zinatupa tu faraja, afu hakuna matunda yoyote. Utasikia vumilia mpendwa, ingawa shida zetu, taabu zetu ni nyingi mno, tunalo tumaini la Bwana. Unashangaa wadada wanainuka na kanga wanashangilia. Ibada ikiisha hana nauli. Ikiisha ibada hana nauli, anatoa macho. Lakini kwenye vumilia anashangilia mno, anashangilia na kataa kabisa kuwa masikini. Kataa kwa jina la Yesu. Yaani mwambie mwenzako kataa masikini. Umasikini sio hali. Umasikini ni roho. Ikikuvaa unakuwa masikini complete. Haleluya. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Emmanuel huyu atakuwa anazurura sana. Anaenda endako hajui kama rohoni kwao hao wamefungwa, kwa sababu hata aliyefungwa hajui kama kafungwa mpaka atakapofunguliwa. Unanielewa jamani? Uliyefungwa hujui kama umefungwa ni mpaka utakapofunguliwa. Unasema ama kilinikuta nini hapa? Ulikuwa umefungwa. Ndio maana nitoe huu kama ushuhuda ambao watu wengi mliwahi kulogwa, na uhakika watu wazima wenye lika langu labda wagenzi, kwa sababu leo hii hakuna. Zamani mashuleni kulikuwa kuna kitu kinaitwa mazingaombwe. Nani uliwahi kuhudhuria? Tuko wengi sana. Tuliologwa ni wengi zamani. Ulilogwa wewe. Kwa sababu mazingaombwe ni aina ya uchawi. Ni aina ya uchawi wa kiini macho. Kukufanya unachokitazama sio hicho unachokiona. Ndio maana unaona mwenye mazingaombwe eti anachoma kisu hapa, kinatokea huko, alafu mnashangaa damu zinatoka. Kumbe jenzenu limeweka tu hapa kijiti. Si mnaona jamani? Mnaona jamani? Unasema jamani ndio amechoma kisu jamani. Au anachana makaratasi, anatafuna mdomoni, anaanza kutoa hela huko 10. Unasema jamani mchuzi kabisa, bila kuwaza, kwa sababu umekuwa mjinga, umelogwa. Unasahau kwamba umeingia na kiingilio, yeye anatengeneza hela. Kama anaweza akatengeneza hela, kwa nini mmelipa kiingilio mlangoni? Huwezi kuwaza hayo kwa sababu umelogwa. Unaelewa? Alilogwa wazaji hayo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ashukuriwe umeokolewa wewe. Umeanza kulogwa tangu primary school. Tangu primary school watu wameshakuloga tayari. Kwa hiyo huyu Emmanuel atajikuta kwenye maisha anahangaika mno. Hangaika sana. Kumbe mifumo ya kwao inampiga vita marufuku kupata kazi.
inaweza ikamruhusu oa mke, inaweza ikamruhusu zaa watoto. Unafikiri kwa nini utajiri wa maskini ni watoto wengi? Je, kuondua? Jawahi. Utajiri wa maskini, chunguza. Maskini chunguza, watoto 16. 16 mtoto vyote kayumba. Huyu Lutinda, huyu. Chunguza wale ambao sio shida zao, sio shida zake. Ana vitoto 3 tu vya ngama. Sio shida zake. Mmoja anasoma Cambridge, mwingine Tanganyika Law School, sio nini. Yaani hata vikikutana pale ni kelele tu, hello mami, cheki wa kina sisi. Tuko 7. Kama namba 7 ya ukamilisho wa kimungu 7. Yaani hata vyakula zamani kwa sababu ya hali tulionayo, hata chakula tupakuliwe kila mtu sahani yake kwa sababu kitaisha haraka. Kinawekwa kwenye sinia pamoja, alafu ukoko juu, mnawekwa hapo, mnanawa wote, mnaizunguka sinia, shindane. Watoto siku hizi hamna hiyo. Zamani mchele unawekwa kwenye sinia, ubwabwa unawekwa kwenye sinia, afu unakaa hivi, kuna namna ya kukaa kula ubwabwa. Ukae tu ovyo ovyo. Ule mkao sio kwamba tulikuwa tunapendwa sana, no. Ulikuwa unakalishwa ili mtoshe wote 6. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako upo hapo. Kuna mambo mengi umeyaishi uyajui. Uyajui. Na ulikuwa hujawahi kuwaza kwa nini mama akipakua ubwabwa mpaka ukoko na upangua, mnauanza ukoko kwanza. Kwa sababu ukilala hakuna mtu atautaka. Ukoko kwanza ndio baadaye mchele wa kawaida. Bwana asifiwe. Ni maisha tumeyaishi kwa sababu gani? Ya kimifumo ya familia. Na haya mambo sio kwako tu, mpaka Senegal, mpaka Sierra Leone, yani Tanzania na Afrika at large, wote tuko kwenye mfumo. Ndio maana mpaka utaratibu wa chai asubuhi ni chai na mandazi mawili. Inafahamika kila mtoto. Yaani hata ukiyakuta 9, unajua mengine sio yako. Kuna sufuria maalum la kupikia malage. Na malage yapikwi, yanainjikwa. Ni umasikini. Umasikini ule, yaani unafahamu kabisa ukishamka ukinywa chai. Dada wa watu unajua kabisa unachota malage na kikombe robo kwa sababu yanavimba. Robo unachambua, unainjika malage. Yaani ndio rutini. Yaani kila mchana malage. Atakuambiwa hivyo. Unapookolewa utoke katika hayo katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana mimi wanawatia watu moyo. Wakati mwingine mifumo imetushika sana. Mimi niwaambie ni kitu. Hebu sema amen. Kwetu sisi umaskini uligonga hodi sana na mifumo ilikuwa mikali mno. Hairuhusu uchomoke. Siku moja mimi nilikuwa naomba. Mimi nimefundishwa kuomba. Mungu amenifundisha kuhubiri. Sijawahi kukaa darasani kufundishwa namna ya kuhubiri, no. Wala kufundisha watu, wala kumfanya mtu asichoke mafundisho yangu. Sijawahi kufundishwa na mtu. Ni Mungu mwenyewe. Mimi nilikuwa nakwenda kuhubiri polini. Yaani mimi nilikuwa nikienda mahali nikikuta mti, nasimama na mti, naanza kuhubiria mti. Naongea na mti. Na uambia Mungu anakupenda. Nafunga macho na uwekea mkono na uombea. Nilikuwa sijui kinachoendelea mimi, kumbe Mungu ananitrain. Ndio maana nimeanza kuhubiri kwenye watu hewa. Leo hii hata kama nikienda semina mahala wakiwa wawili sishindi kuhubiri. Kwa nini? Kabla ya hao wawili mimi nimewahi kuhubiria hewa. Ndio maana tuna watumishi kwa mfano Dar es Salaam, ili aje Kipunguni anauliza, kuna washirika wangapi? Ndio anaambiwa pale wako 650. Okay, anapiga hesabu pale kwenye semina, akija 300 hao wengi. Mwambie kuna washirika 7. Aje tengeneza dharura. Anapenda nyomi. Bwana Yesu asifiwe. Anapenda nyomi. Kwa hiyo kwenu sasa mfano wa huyu, mnaruhusiwa kabisa kuishi miaka mingi, lakini mfumo unakataza kupata fedha. Kwa hiyo napozungumza kwa habari ya mifumo ya kifamilia inayozuia baraka ndani ya familia, haimaanishi mifumo itakuzidia njia zote, no. Mifumo itakaa pale kwenye baraka ya kifamilia. Kwa sababu kuna familia baraka yao ni shule, kuna familia baraka yao ni ndoa, kuna familia baraka yao ni kazi, yani uchumi mzuri, fedha iko vile. Sasa wewe utajikuta unapambana. Mifumo hii itakuruhusu unafanya biashara ambavyo haupati fedha za kutosha. Inakuruhusu unauza fungu la bamia, fungu la mchicha, matembele, mabiringanya ambayo yakikaa mpaka saa 7 yametepeta, bei imeshuka. Inakuruhusu mifumo eti ukasema kwamba jamani, nataka nianze biashara ya mkaa, kwa sababu mifumo inajua gunia moja la mkaa ni 70 bila shaka, si ndio? Kwa hiyo inajua ukiuza magunia 10 laki ngapi? Laki 7. Kuna mfumo utakuruhusu upate laki 7. Kwa hiyo itakachokifanya itakupiga vita kwenye kila unalolianzisha. Ndio maana tuna idadi kubwa ya watu, kila ukianza kitu hakijawahi kutoboa. Unaanza vizuri, unateleza, unaanza moja tena. Unasema jamani nilime mkaa, unakwenda Ikwiriri kulima mkaa. Unakuja na magunia yako 100. Unasema kwenye magunia 100 haya jamani nina milioni 10 mwenzenu. Ina milioni 10.
Mifumo inafahamu na milioni 10 utakuja kuipata. Inajua. Kumbuka mifumo hii ni roho. Zina utashi, zinakujua, zinakufahamu. Na zinakujua kabla hujazaliwa, tangu ukiwa kwenye tumbo la mama yako. Zinajua nyota ulionayo. Zinafahamu ukali wako ukizaliwa utakuwa nani. Kwa hiyo anapokwenda huyu kuhangaika na mkaa, analima mkaa Ikwiriri, analima mkaa wake, analeta mkaa sasa Mkulanga, anapita kwa haja kuuza Kivule Matembele ya Pili au Kipunguni B kwa diwani, anaweka store yake pale kwa diwani ili watu wote wanachukua mkaa pale. Mifumo inafahamu huyu gari lake la mkaa litakapokuwa linaleta mkaa, litafika mahala bahati mbaya tairi mbili zitapasuka, gari italalia mtaloni, alafu mvua inanyesha. Na nielewa sasa, maanake mkaa wote hapo umekwisha. Au anaweza kuwa anakuja mbio, ndani ya mkaa anaoleta kuna kamkaa ambako kalikuwa kajazimwa vizuri. Kwa hiyo kwa kadri gari linavyotoka Ikwiriri kutafuta Mkulanga, kale kamkaa ndo kanapepewa, kanawaka zaidi. Gari inafika polini pale, hakuna msaada, dunia linaungua kule. Dereva anashuka, anaweka pembeni, ana offload mikaa yote imeshashika moto, inaungua pale, anayamwaga, hasara. Unasema jamani, mkaa umenitia hasara, nataka niuze nyanya. Unafuata nyanya Ilula. Kumbuka rohoni amefungwa. Biblia inasema hivi, Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kwa nini? Mikono ni lango la baraka, si ndio? Ukifungwa mikono hakuna kitu utafanya. Na ukifungwa na mifumo rohoni, haimaanishi kwamba huwezi kuja kanisani. Unaweza kabisa, na akasema hainuliwe Bwana, mifumo iko tu, imba inuliwe, ila sisi na wewe utoboe. Haina mpango na wewe kwenda mbinguni, imeshakukosa. Yenyewe anapambana na wewe hapa duniani usitoboe. Huyu atahangaika sana, anasema sasa nataka nilime nyanya, anakwenda Ilula, anachukua tenga zake 100. Ilula anajua kabisa kwenye tenga 100 hapa nina milioni 35 faida pale, nikitoa mtaji nitabakia na faida milioni 16 pale. Anafika kwenye kona za Iovu, kenta linapasuka, tairi linalala mlimani, nyanya zinakaa siku ya kwanza, siku ya pili anasubiri msaada kutoka Dar es Salaam, gari katengeneze na mafundi. Siku ya nyanya masala, anasema nishakula asala nyanya, anarudi anasema wacha nikachukue kikoba. Anakuja kukopa kikoba, kwenye vikoba odiodi mmefikiwa, anakuja kukopa kikoba. Mifumo inafahamu kwenye kikoba ilichokopa ana mawazo ya biashara, akifanya atafanikiwa. Mifumo inachokifanya, kwa sababu umeshakopa hela unazo mfukoni, yenyewe ni roho, haiwezi kuyeyusha hizo hela. Inachokifanya, inatengeneza tatizo kwa ndugu yako. Unaweza ukapata fedha tu ya kikoba, ndio ukapigiwa simu pale, shangazi yako wa Ugweno wakati anapalilia migomba, bahati mbaya amemeza shoka, tuma pesa tumpeleke hospitali. Unaweza shangazi. Na kuna wengi huwa mnamfurahia Mungu kwamba matatizo yamekukuta ukiwa na kiasi cha pesa. Unasema namshukuru Mungu sana, shida ingenikuta sina fedha, singeaibika. Kimsingi hiyo shida imekuja kimkakati, kula hizo hela. Na tunamshukuru Mungu, nasema asante Bwana. Nashukuru Mungu hata msiba umenikuta niko na hali nzuri kidogo kifedha, ningeumbuka mwenzenu. Utakia hata kumshukuru Mungu, msiba umekuja ili umalize hela. Na ndio maana kuna watu na waonya, mko hapa, sio kila kadi ya harusi ya kuchangia. Hizi kadi hizi za birthday na maharusi na masendiofu, haya mengi ni matobotobo ya kumaliza pesa zako. Chuja nani wa kumchangia. Unaangalia hapo kumchangia nani? Suzi simchangii. Unamcheki huyu Mama Ferista. Mama Ferista huyu hata nikimchangia mchango wangu kwa mtoto wake, nikiwa na shida atanikopesha changa. Kaa kimkakati. Unamkuta mtu kwa mwezi na 400,000. Kwa mwezi na 400,000. Unalipwa 400,000 kwa mwezi. Hebu tuseme basi unalipwa 700,000 kwa mwezi. Alafu wanakuletea harusi, wanakuletea kadi za mchango. Watu 3, una kadi 3 za mchango. Kila mmoja zaidi ya 50,000, si ndio? Tufanye tu basi kila mmoja unatoa shilingi, ili dabo, wanasema dabo 70 siku hizi. Wamechangamka. Dabo 70,000. 70 mara 3 ni 210,000. 210,000 yote kuchangia watu harusi. 210,000 yako kwa ile sahani unayopewa ya ubwabwa kwenye harusi ni shilingi 3,500. Kwa mama ntilie umetoa 200,000 yote, 210. Kwenye 700,000 unabaki na ngapi? Wana mahesabu. 700,000 toa 210. 600,000 na 190. Kodi. Toa kodi. Unajikuta fedha unayo lakini inapitiliza. Uwe na utashi. Ukipata pesa tulia kwanza. Na ndio maana shtuka. Ukiona siku unapokea fedha ndio simu nyingi mno za shida. Sio wote wa kuwasaidia, chunga hilo.
Sikufundishi uchoyo, na kupa hekima ya kufanikiwa. Kwa sababu mafamilia yetu mengi yana makorokoro mengi, unapopata tu hela. Nawaambieni mimi hapa juzi nilishika kidogo Njuruku, kuna fedha niliipata. Mama kanipigia simu. Mwanangu kuna vikoba, nikasema cha kwanza hicho. Unakumbuka nilikwambia kuna harusi 3, mama na kadi 3 za harusi mimi ndo nimchangie. Mpaka leo hajapata hela. Naomba subiri mama, na atasubiri sana. Haleluya. Lakini yale mambo ya msingi namfanyia. Amen. Na kwenda kama pale kitanda lichonana, na badilisha mama kitanda chote, ni mjane. Badilisha kitanda, badilisha mito, nimenunulia mpaka neti ile neti ya kufunga kama dirisha, alafu unafungua. Acha zile neti za kukunja hivi unaikunjia juu. Kuna zile neti za kufunga na zipo sio kama ile yako, unaulia mbu mule, neti na madoadoa kama chui. Haleluya. Mambo yake ya msingi namfanyia, lakini kwenye mambo mengine mimi Mungu amenipa akili. Kuna maisha tunayaishi sio yetu. Chungulia hata matajiri, unajua kumwomba mtu hela anazo. Anakwambia kwa sasa sina. Unajua anazo. Unajua huyo hawezi kukosa 100,000, 50,000 hawezi. Ila mimi nimemwomba buku 10. Anaambia ngoja nicheki. Nitakujulisha, ngoja nicheki. Sio kwamba hana, anayo. Lakini hajai budget kukupa wewe. Anasikilizia. Haleluya. Na ananielewa kidogo hapa jamani. Na kufundisha namna mifumo inafanya kazi. Kwa hiyo huyo sasa mifumo inazuia kwao wasipate uchumi mzuri. Mifumo itakachokifanya sio kwamba itafunga njia zote awe hoi, hapana. Mifumo itamwachia kanafasi kadogo ili apate hela ya kula azubae. Yaani mifumo italegeza kidogo, atanyosha mikono. Unaona anavyochezesha tu mikono, lakini kafungwa. Ile tu mikono tunacheza. Hiyo mikono kucheza ndio ameuza ubuyu angalau, ameuza kalanga. Hapo anajitia moyo. Ili mradi mikono kwa, ili mradi kinywa kwa tumbo, watoto wanakwenda chooni sio mbaya. Yaani anaridhika. Mifumo ndio inachokifanya. Nikupe mfano wa kimwili. Umefungua. Usifungue mfumo. Haleluya. Na kufundisha hayo mambo practical. Ukiona unafanya biashara, alafu watoto wako wanakuletea ugali kutoka nyumbani, una tatizo kubwa. Yaani mama mtu anawafungashia ugali kwenye kipoti na mboga na chupa, mpelekee baba. Alafu katoto kanakuletea ugali wako. Na ukichunguza mboga kama ni nyama ni utumbo, miksa mchicha. Ukiona unafanya biashara hivyo kwamba chakula eti mpaka usonge ugali nyumbani, usitumie zile za pale, kuna tatizo. Na ndio maana nawatia watu moyo, ukiona unafanya kazi, usifanye kazi ukajinyima kula. Na nielewa jamani. Mimi niwape kama ushuhuda. Siku moja wakati naomba, Mungu ananifundisha mambo ya mifumo haya. Nimeomba sana. Nimefunga na kuomba. Siku moja nikasema leo wacha niishangaze mifumo. Nikaondoka nyumbani nikaenda kwenye yadi wanayouza magari. Unaelewa? Sina hela. Kumbuka niko hoi na nimetembea kwa mguu. Kipindi kile naishi Salasala kule Mbuyuni, ndani sana. Natoka kule nikatembea mpaka Kisiwani. Eneo moja inaitwa Kisiwani, mbele kulikuwa na kampuni ya Zantel, pale Moloko kwenye makutano ya Magomeni, sijui Mwenge, huko kwenda mjini. Pale Kisiwani. Ukiwa unakuja njia ya Mikocheni, kulia kuna yadi ya magari ya muda mrefu mno, niliingia pale. Nimevaa vizuri na sikuna yangu niko sawa. Nikaingia pale ndani. Kumbuka nimetoka kuomba, lengo ni nini? Najaribu kuitisha mifumo. Hamjanielewa vizuri. Wakati mwingine itishe mifumo. Na nielewa yenyewe najua imekuweza, imekushika. Wakati mwingine kubali, yani unakataa kushikika. Unavaa vizuri, unaingia Mlimani City. Hata kama una la kununua, nenda. Hapo iPhone. Aonekane kama yuko sehemu static wakati anakaa Vingunguti. Haleluya. Mimi nikaingia kwenye ile duka, nikaingia ni duka la magari, ni yadi. Nikaingia mle ndani. Sasa ukishaingia kwenye kuuza magari, hata anayeuza magari hawezi kukudhania kwamba wewe hauna hela. Unanielewa Kwa nini? Kwa sababu sio wote wanaingia mule. Kwa nilipoingia niko tu simple na mtaani tunajua matajiri wengi huwa wapendeza na vatu kawaida. Unanielewa Kwa niko simple, nikateka advantage. Nikashangaa nazunguka kwenye gari. Kumbuka kichwani mwangu nina vita ya kimfumo. Nalifuata Land Cruiser, naligusagusa kidogo Land Cruiser, siongei kitu. Kwa sababu hata silijui. Naligusagusa sijui la vafo na cheki la vafo na binyabinya tairi, narudi nyuma kidogo nalicheki. Muuza magari mwenyewe aliponiona akatoka ofisini. Ndio, anajua ni mteja. Akafika mpaka pale.
Karibu boss, nikamwambia sawa, nimefika. Mimi siongei, anaongea yeye. Kwa hiyo nikifika nikiligusa tu gari, maelezo natoa. Hiyo ni level 4 ya 96. Hii inakula sana mafuta boss. Labda ningekushauri nyingine ambayo haili mafuta kwako wewe, na hisi itakufaa. Naambia okay, nitakuja hiyo kwanza. Ngoja niangalie macho yangu. Okay sawa boss. Ananifuata. Kila na point sina chochote. Lakini rohoni najua tu hapa naitumia salamu mifumo kwamba saa yenu imekwisha. Nagusa kila gari, nikamaliza magari yote. Sasa sina hela. Nikamwambia sawa, nimefanya window shopping, nitarudi. Nikatafakari. Akanipa business card haraka. Kadi yangu tafadhali, utanipigia simu immediately, wasikusumbue hawa wafanyakazi. Nipigie simu, mimi ni branch manager wa hapa. Nipigie, chukua. Nikachukua business card, nilikuwa na wallet imejaa makaratasi na karata. Nakwambia ni mambo ni akili. Haya mambo ni akili. Weka watu huna hata wallet huko hapa. Yaani umejikusanya hata wallet huna. Mama uli hapa, pima joto lako litoshi, nunua ka wallet kadogo. Haleluya. Unanunua ka wallet wa mama wa zamani, mnafahamu na wallet vyenu vile vya kipepeo. Unakakunja. Unakuwa na ka wallet angalau. Mimi nikatia kwenye wallet imetuna, niko hapa. Sina maneno, natulia. Kumbuka hapo nimetoka kwenye kuomba, kufunga, kushindana na mifumo ya familia, kukataa kushikiliwa na mifumo. Nimetoka pale, maisha sina gari, sina hela. Kwa nini? Najaribu kutuma salamu spiritually. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kimkakati. Unapigana vita kiroho, unapigana vita kiakili. Nakupa leo password. Kama uko hapa mifumo inakutesa sana, wewe ukilala usiku unakabwa, unatesa, una makorokoro ya roho yanakuumiza. Wewe ukifika nyumbani chachamaa kwa sababu inakujua. Ukiingia chumbani kwako tunakujua ameingia huyo. Ila wewe uioni, yenyewe inakuona kwa sababu iko pale. Kwa nini nimepewa kazi ya kuwatunza na familia wote? Msikukuluke, utulie vile vile na umaskini. Unapofika wewe chumbani kwako, zunguka. Huko naongea tu katika jina la Yesu. Katika unapofanya vile unaishtua. Itawaza leo amekuaje? Huyu Flora leo kaweje? Yaani hata kama hiyo ni sheria ya mwilini na rohoni. Hata kama ujui maandiko, wewe sema tu imeandikwa. Nimechoka kuonewa, imeandikwa. Mifumo yenyewe tajua, ameamka. Ujawahi, mikwala inasaidia. Nawaambia mimi, sheria ya mkwala sio mwilini, tangu rohoni. Wale watu wa zamani mnakumbuka, hata kama unataka kupigana ndondi na mtu na unajua simwezi, lakini kwa mkwala wako atafuata mkija. Unaambia kama mwanaume kweli, vuka huo mstari, unauchola. Unaambia vuka. Wewe unajua ukivuka umeisha. Niulize mimi, hivi nimewashinda mabouncer, sio kwa ngumi. Maneno. Na unanichukuliaje? Namjua vizuri. Vuka hapo. Nikushughulikie. Hata vuka sio kwa sababu atakuogopa wewe. Unanielewa? Hata vuka kwa sababu atawaza huyu anajiamini nini? Unanielewa sasa? Kile ndio kitamtisha. Hata mifumo yenyewe kikuona, kama unaombaga, achaga yale mambo ya kuomba, unanena kwa lugha eti Baba nakuja mbele zako, rika pale utoboi. Maombi hivyo kwenye mifumo utoboi, nawaambia ni nini? Na ukiona mtu anaomba huko anaingizia Kiingereza, uwe na uhakika huyo shida zijamzidi. Shida zikikuzidi, nakwambia utaomba mpaka kipale. Shida zikikushika kweli, yale mambo ya oh Father, I come to you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Asijakuzidi. Zikikuzidi shida vizuri, ayayaya, ule muda kusema I come before you Lord. Na uko wapi? Baba angalia mwanao, nielewi mkongo mpaka kikuja. Kwa nini shida zimekukamata? Hebu sema katika jina la Yesu. Kwa nini shida mifumo ya kwa jina la Yesu? Mifumo ya magonjwa, kansa na mauti, shida kwa jina la Yesu. Hebu simama uonge wako, wanga shida mifumo. Wanga na upiga matatu, na shida mifumo, mifumo ya magonjwa, kwa kabla ya wakati, umasikini, wiki hii kwa heri. Haleluya! Robo kai. Saa ngapi kwanza? Okay. Mtingishe mwenzako, mwambie changamka. Ni mambo ya kimfumo. Naomba niangalie saa. Usiseme bado.
Saa 4 kamili natakiwa kuwahubiria watu wa mtandaoni. Saa 1 dakika 6. Okay. Sawa. Kwa hiyo nirudi kwenye mfano wetu Kaka yetu huyu sasa atakuwa amefungwa rohoni. Uchumi haruhusiwi kuumiliki. Haikukabi kabisa completely, no. Inakuachia kitu kinaitwa ample time. Ndio hiyo inaitwa comfort zone. Inakuachia kalupo holo kidogo, unapata kamshahara, watoto wanakula, unalipa kodi, lakini haitoshi, unakopa mara unalipa, mshahara ukija unalipa. Yaani mfumo unakuruhusu upate mshahara, lakini mshahara kabla hujauweka mkononi umeshaisha. Yaani una madeni ambayo ile pesa inayokuja umeshaigawa, imeisha. Unakopa tena. Mfumo unakuruhusu pata hela, lakini inaisha kabla hujatumia, kopa tena. Pata. Kwa hiyo unaishi kwa madeni. Unamkopa huyu umlipe huyu, kopa huyu umlipe huyu. Unacheza draft namna hiyo. Ni kazi ya mifumo. Nikutolee mfano wa samaki. Samaki akiwa baharini anaweza kaogelea akajimwaya mwaya awezavyo, si ndio Lakini samaki yule yule ukimtoa baharini ukamleta kwenye beseni la maji, sio kwamba atakufa. Atakuwa hai, lakini akienda mashariki anakuta ukingo wa beseni. Hawezi kujimwaya mwaya kama angekuwa baharini. Unanielewa kidogo jamani? Nikutolee mfano wa mnyama. Unapomfunga mbuzi anakula majani. Anaweza akaenjoy akasema, mmiliki wangu ananipenda sana, leo kanitoa out nakula majani mazuri. Ni kwa sababu hana akili. Lakini kama angeamua kuikata ile kamba, angekula majani mengi kwa kujichagulia mwenyewe. Jamani, mnanielewa jamani? Sababu hiyo sasa hata mifumo tulionayo itakuruhusu ufanye tu biashara fulani, unapata fedha alafu unalizika. Ukiona uko hapa wewe kwenye akaunti yako hauna hata milioni 7 ya dharura. Yaani ukiona wewe unadaiwa mpaka songesha, una hatari kubwa. Kwa nini? Mifumo ipo. Usifikiri mifumo kukuzuia uchumi eti itaondoa roho yako. No, haina mpango na roho yako. Inajua umeshaokoka, imekukosa. Yenyewe inachotaka kufanya, umeokoka ufe ukiwa hauna ushuhuda. Hiyo sasa ndio Mungu hataki. Ndio maana tuna semina namna hii, ili kila atakayeondoka duniani ondoke ukiwa umekamilika katika jina la Yesu. Naomba simama bwana, hata kama hutaki. Mtu wetu wa mfumo pale. Shangilie Emmanuel kwa makofi. Naomba usimame pale. Kila mmoja kwenye maombi hayo, hata mpigaji, achana na mambo ya gitaa, tafuta partner wako na kuruhusu kuhama kiti. Unamwangalia kama kuna mzee wa kanisa mahala, unamsogelea ili uombe naye. Kwa nini Mungu alinipa ufunuo huu? Kwa sababu katikati ya kusanyiko la Mungu kuna watoto wa Mungu ambao Mungu amewapa spiritual gift, wana zawadi za kiroho. Kila atakachokisema kwa mtu lazima kiwe. Kuna watu na kipawa cha unabii. Kuna mambo mnayaona mengi rohoni. Kuna mtu ukiota jambo lazima litokee. Kuna mtu ukiona jambo tu ndotoni lazima litokee. Yaani lazima. Sasa wewe una kipawa cha kimungu. Kwa hiyo ukifanikiwa leo kuomba na mtu huyo, umetoboa. Kwa nini? Kila atakachokwambia kitakuwa. Haleluya. Na ndio maana unaweza kumshirikisha eneo lako ambalo unahisi hapa kwa kweli mifumo imetuzidi. Mshirikishe, akikuombea kesho ukija usikae naye, kaa kwa wengine, kwa sababu siri zako tushampa jana. Namsikia anaweza kaja kesho akawii, unaendeleaje tangu nikuombee jana? Anajifanya yeye muombaji. Unamuhama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza kwanza, ombi namba 1 ni ombi la ukiri wa imani. Nitakuongoza kwenye ukiri na baadaye tutaingia vizuri kwenye kuombea na mmoja. Hebu sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, jioni ya leo nimelisikia neno lako kwa habari ya mifumo katika familia zetu. Ni kweli Bwana, tumeenda mbali na mfumo wa baraka zako. Ni kwa sababu ya vizazi vilivyopita, kwa maana imeandikwa, baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Usiku wa leo ninajitenga na kila mifumo ya kifamilia iliyonizuia katika biashara, katika uchumi, katika afya, katika huduma. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa hivi mifumo ya ukoo wa baba, ukoo wa mama, na ikataa kwa jina la Yesu, na ikataa
kwa damu ya Yesu, na ikataa kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, hii mifumo, achia malango yangu ya ndoa, malango yangu ya maongezeko, malango yangu ya uzao, achia malango yangu ya uchumi kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, na watuma malaika kwenye kila eneo la kimfumo lililofungwa pasipo kujua, leo nifunguliwe, nifunguliwe kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Geukie jirani yako sasa, kila mmoja uwe na partner wako wa maombi. Usogelee na hakikisha unamwambia jina lako ni nani, na yeye anakuambia jina lake nani. Utakuwa unamwombea kwa kutaja jina lake. Naomba tuwe wawili wawili tafadhali, sio watatu wala wanne. Naomba tuwe wawili wawili kila mmoja. Kama ni mumeo usiombe naye, kama ni mumeo achana naye, nenda kwa mtu mwingine. Kama ni mume wako achana naye, nenda kwa mtu mwingine. Kama sio mumeo basi omba naye. Lakini pia kama ni mtu ambaye unahusiana naye, pengine ni mchumba na mambo yanakwenda tayari, mnajiandaa kwa ndoa, usiombe naye, nenda kwingine, kwa sababu inawezekana na mchumba ulilonalo mmefungwa wote ili muingie kwenye ndoa mkiwa mmefungwa. Kwa hiyo hamtopata faida yoyote. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jina lako, mwambie mimi naitwa fulani. Asikwambie mama fulani, mbinguni hamna mama fulani. Akupe jina lake Pasel. Kama ni Ndendenkisye Mwakatwala, akwambie naitwa Ndendenkisye Mwakatwala, au naitwa Chopeko na Mnofu, akwambie jina lake. Haleluya. Baada ya kujua jina lake, sasa utakuwa unaomba. Mimi nitakapokuongoza sala ya ukiri, hakikisha una mtu, watoto wa Mungu, kila mtu hakikisha una mtu, sawa Hakuna super power kwenye maombi, hakikisha una mtu. Nitakapokuwa na kuongoza kwenye maombi, mimi nitakapokuwa nasema namleta rafiki yangu huyu, wewe usiseme rafiki yangu, mtaje jina lake. Haleluya, watoto wa Mungu. Haleluya. Sasa kama ameshakushirikisha na jina lake, utamwombea kwa imani. Tuseme maneno haya sote pamoja. Ni vizuri sasa napokuambia jina, kama kuna eneo nataka usimame kwa ajili ya kumwombea. Na utakuwa unaomba nini sasa? Utakuwa unamtaja jina lake, unamvika vazi la baraka, unamuingiza kwenye mfumo wa kimungu, unamtamkia, unamwambia kabisa Alfred Emmanuel na kubariki kwa jina la Yesu, ingia kwenye baraka za kimungu. Wewe unamtamkia maneno hayo, na ukijisikia unanena kwa lugha usijizuie. Roho Mtakatifu anamjua huyo sana kuliko wewe uliyemuuliza jina. Kwa hiyo anaweza kukutumia ukajikuta unanena kwa lugha ambayo hujui, wewe jiachie, ongea. Lakini pia unayemwombea huyo, kama akilipuka mapepo, ni mzigo wako. Mamlaka ya kutoa mapepo unayo. Maandiko yanasema wazi, ishara hizi zitaambatana na wote waaminio, kwa jina langu atatoa pepo. Je, unaliamini jina la Yesu? Unaliamini jina la Yesu? Basi kibarua unacho. Haleluya. Sasa tuseme maneno haya, na baadaye pale kwenye rafiki yangu, wewe sema jina lake. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, usiku wa leo kwa moyo wa unyenyekevu na kuja mbele zako kama shujaa wako kwenye zamu hii ulionipa nikutumikie. Ninasimama imara kwa ajili ya rafiki yangu huyu kwenye jina, kwa ajili ya ndugu yangu huyu kwenye jina. Kila mifumo ya familia yake iliyomzuia, iliyompiga, iliyomkataza asiongezeke, asiwe na uchumi, leo naishambulia mifumo ya familia, imwachie kuanzia sasa. Achia, 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 achia maisha yake, afya yake, uchumi wake, ndoa yake. Achia, achia kwa damu ya Yesu kuanzia sasa. Enyi mapepo wa familia yake mliokaa kwenye maisha yake, umemfunga asizae, umemfunga
maanisha kabisa, maanisha ya papaya Masaya. Endelea. Mwambie huyo, mwambie kwa jina la Yesu. Ndio, Yanga ya Masaka. Unaweza kumwekea mkono, unaweza kumwekea mkono kichwani. Endelea kumwombea kwa damu ya Yesu Kristo. Kemea kila mapepo, kemea kila roho chafu, kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Wanazaleti aliye hai, Baba, tunakuja mbele zako usiku wa leo. Tumemaanisha kabisa kutoka kwenye mifumo ya giza, tumemaanisha kabisa kutoka kwenye laana, tumemaanisha kabisa kutoka kwenye matatizo, tumemaanisha kabisa kutoka kwenye shida zote. Leo tunatoka kwenye shida zote, leo tunatoka kwenye laana zote, leo tunatoka kwenye mifumo ya ukoo, mifumo ya familia, kwa damu ya Mwana-Kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatoka leo kwa damu ya Yesu. Endelea mwombe, maanisha. Yes, ndio. Maanisha. Kwa damu ya Yesu. Yanga ya Masaya. Ikapaya baba sasa. Iko sasa Yesu. Endelea Masaya. Rapapaya. Iko sanda. Yanga ya baba sasa. Endelea. Maanisha. Endelea kuomba. Muombe, taja jina. Endelea. Maanisha. Anaachiliwa leo. Nasema anaachiliwa. Anatoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mbariki sasa, tamka baraka juu yake, bila kuchoka. Mbariki huyo, endelea. Anabarikiwa. Ndio. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Amen. Piga Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Yanga ya Masaya. Ikapaya Masaka. Nembele Saka. Ribo sanda la wakapa. Haleluya. Piga Bwana makofi. Haleluya. Shangilia Bwana kwa makofi. Yanga ya Masaya. Kala Masaka ribo sanda. Funika macho yako, nyosha mkono juu pale ulipo. Nataka niombe kinyume na roho za malipizi. Huyo uliyemwombea, roho za malipizi zisifanye kazi kwako, katika jina la Yesu. Ninaomba kuanzia sasa, enyi roho za malipizi, hamna nafasi kwenye maisha ya mtu huyo. Namfunika kwa damu ya Yesu, namfunika kwa damu ya Mwana-Kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaamuru kuanzia sasa atakuwa salama. Ameianza safari ya kutoka kwenye mifumo ya giza, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi. Mwambie asante kwa kuniombea. Huyo ni askari mwenzako, huyo ni balozi mwenzako. Haleluya. Mimi na wewe tuna balozi wa Yesu. Mimi na wewe tuna balozi wa Yesu. Mimi na wewe